Ndugu waenezi, uenezi ni moyo wa chama chochote cha siasa. Katibu mwenezi yeyote kwenye chama chochote cha siasa ndiye moyo wa chama. Chama kinapokuwa na waenezi wenye uwezo, wanaojitambua, wanaozingatia maadili, wanaofanya kazi kwa bidii, chama hicho huendelea kuwa imara na kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wananchi. Hivyo nafasi yetu kama waenezi si ya kawaida. Naomba nirudie hapo. Nafasi yetu kama waenezi si ya kawaida. Ni nafasi ya kujenga imani ya wananchi kwa chama chetu na serikali yake. Kwa hiyo sisi ndiyo moyo wa chama. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kinatambua nafasi walionayo waenezi kwenye wilaya yetu ya Karagwe. Bila kuwa na sisi, chama kinaweza kupungukiwa uungwaji mkono kutoka kwa wananchi. Lakini pia waenezi kazi yao kubwa, au waenezi majukumu yao makubwa ni kuhakikisha serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani inakuwa inafahamika kwa watu, nini kinafanyika kupitia serikali hiyo. Wananchi wanafahamu mambo makubwa yanayofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo waenezi si watu wa kawaida, ni watu ambao ni wa muhimu sana kwenye chama chetu. Kwa hiyo katika kipindi hiki, ndugu waenezi, tunatakiwa kuwafikia wananchi. Tunawafikiaje wananchi? Tunatakiwa kuwafikia wananchi kwa lugha ya staha, ukweli na hoja, na ni wajibu wetu kueleza mafanikio ya serikali. Si kueleza mafanikio ya serikali peke yake, kusikiliza changamoto za wananchi na kuzisawazisha au kuziwasilisha kwenye vikao vinavyohusika. CCM oyee! CCM oyee! Na tunaziwasilisha hoja hizo, kero hizo za wananchi kwa vikao vinavyohusika, kwa sababu tunahitaji zifanyiwe utatuzi, tunahitaji zifanyiwe zifikiwe. CCM oyee! CCM oyee! Kwa maana hiyo lazima tuzikusanye hizo kero, tuzipe kwenye vikao, ziweze kutatuliwa au zipatiwe ufumbuzi wa haraka. Ndugu zangu makatibu waenezi wa kata, tunapaswa kuimarisha matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii katika kufanikisha ujumbe wa chama. Leo hii taarifa usafiri kwa kasi. Ule wakati wa kufanya uenezi ndani ya box umepitwa na wakati. Huu ndio wakati ambao mwenezi lazima uwe mwenezi wa kisasa. Tunafanyaje uenezi katika ulimwengu wa sasa na katika sasa hivi? Mambo yanabadilika. CCM oyee! Tunatambua vizuri hapa. Ninajua ninao waenezi wakongwe sana na waenezi wazoefu sana wa muda mrefu. Mmepita vipindi na vipindi. Nafikiri kuna waenezi mna vipindi kama 15, si ndio? Kuna vipindi kama 4. Yaani namaanisha miaka 15. Miaka mitano, si ndio? Miaka 20. Wako watu hapa wana miaka 20 na vipindi 4 kwenye uenezi. Sasa ukiangalia namna ambavyo trend imekwenda hiyo, mambo yanabadilika. Dunia ya wakati huo na dunia ya sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Lazima tujikite, lazima tunolewe, tuwe waenezi wa kisasa. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumekiweka chama chetu katika mazingira pia ya kisasa, katika wakati ambao taarifa zinaenea kwa kasi zaidi. Unaweza ukafanya tukio ukiwa kata ya Bweranyange, unaweza ukafanya tukio ukiwa kata ya Ndama, lakini aliyeko Dar es Salaam akajua kata ya Ndama nini kimefanyika. Na inapotokea tafulani ya namna yoyote tu, nchi nzima imeshajua Ndama kuna tafulani imetokea. CCM oyee! CCM oyee! Tafsiri yake, huu si ulimwengu wa siri tena. Kwa maana ya matukio ya chama, kazi za chama sio za kisiri tena. Labda vikao vya ndani ndio vikao vya siri. Lakini matukio mengine ya nje lazima yaonekane, lazima watu wayaona. Sasa kazi ya mwenezi anapokuwa yuko hapo, akaelewa maana halisi ya uenezi wa kisasa na namna ya matumizi ya mitandao ya kijamii, namna ya matumizi ya teknolojia ya kisasa, anao uwezo wa kuhariri, anao uwezo wa kudhibiti taarifa zitoke zile zenye mlengo wa kukiimarisha chama na sio zenye mlengo wa kukibomoa chama. CCM oyee! CCM oyee! Tunahitaji waenezi wa namna hiyo. CCM oyee! Hivyo ni muhimu kuhakikisha tunatoa taarifa sahihi kwa wakati zinazozingatia taswira nzuri ya chama chetu. Aidha, tunapaswa kuendelea kuhamasisha wananchi kushiriki shughuli za maendeleo katika maeneo yao. Kazi yenu ni ngumu sana, lakini mimi naita kazi takatifu.
Make mnafikia mlango kwa mlango, mnaenda nyumba kwa nyumba, mnaenda makundi kwa makundi, taasisi za dini zote kueneza neno la Chama cha Mapinduzi. Ni kazi takatifu kubwa sana. Lakini nahisi mada zinazoendelea Tanzania yetu ni mada 2-3 kwa sasa. Tuna mada ya maendeleo. Waenezi lazima mueneze maendeleo yaliyopo kwenye kata zenu. Nimesikia mnashukuru Dr. Samia kwa maendeleo. Tuna mada za uzalendo na mada za umoja. Hizo ndio mada ambayo tunasema ndio chachu za mada ya Tanzania ya leo. Tunapokwenda kuzungumzia maendeleo, ndio tunawaambieni nyinyi kama mnavyosema, tukayasemee maneno, lakini tukayasemee mazuri ambayo tumeyatengeneza kule, yaliyosimamiwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mnayajua ni wenyewe. Mnaziona barabara zipo, hospitali zipo, lakini pia kuna fursa zingine 1-2 ambazo nyinyi mnazijua hata kuliko sisi viongozi, kwa sababu mpo ground. Tukazisemee bila kusema hawatajua, na biashara bila matangazo haitajulikana, hatutauza. Sasa wenye matangazo ni nyinyi wapiga matangazo. Niendelee kuwahimiza tusiwe na waenezi ma MC, tuwe na waenezi wapiga kazi. Na naamini Kagera yetu na Karagwe hatuna waenezi ma MC. Sisi ni waenezi wa eledi ambayo nimesema mwanzo ndio chama kinawategemea na mmekifanyia kazi. Tunawashukuru sana. Lakini upande wa maendeleo tuangalie fursa zilizopo kule. Na nyinyi sasa mtupe changamoto ya kufufua. Tuseme wenezi fulani amefufua changamoto fulani ya maendeleo, na sisi tumeipigia kelele, imefanyika, na sisi tumesonga mbele. Lakini sasa tusisubiri tu hizi changamoto zikaanzishwa mawilayani. Hawajui muhimu, yani hao wilayani wanakaa kwenye madokumenti tu, hapa ni kadaraja, hapa ni anzisheni changamoto nyingi. Mzilete kwenye vikao, ili na sisi tuzipeleke ionekane changamoto zimetokana na mwenezi fulani wa kata na jambo limesuluhisha na tumesonga mbele. Hayo ndio mwenezi. Maendeleo yataanza na nini kwenye kata? Maendeleo hataanzia Ikulu wala hapa wilayani. Tujirudishe sasa nyuma, tuseme maendeleo tunakwenda kwenye mabajeti ya ajayo. Sisi waenezi tunachangia nini kwenye maendeleo? Tutasubiri Ikulu tu? Tutasubiri halmashauri tu? Tuwapelekee nini? Iwe ni chachu ya maendeleo ili anzishwe na nyinyi waenezi. Hapo tutakuwa waenezi ambao ni imara na tutaheshimika kwenye kata zetu. Neno dogo kuhusu uzalendo. Waenezi nyinyi ni walimu wa uzalendo. Inawezekana hamjijui, lakini nyinyi ndio walimu wa uzalendo. Kila sehemu tunaimba uzalendo, lakini mtu wa kuimba uzalendo wa kwanza ni mwenezi. Huwezi kumtuma mwenyekiti akaimba uzalendo. Watu wakiharibu bomba hata za maji, nyinyi waenezi inabidi mtoe kwenye uzalendo, mseme kwa nini mnaharibu bomba? Msione inakatika hapo na nyinyi mkafurahi mkasema kabifo. Nyinyi ndio mmeshikilia serikali na nyinyi ndio kutoa jicho kwenye yale mavitu. Nimetoa tu mifano midogo ya mabomba, lakini ndivyo inavyopaswa kuwa kwenye uzalendo. Kweli 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 mmekiri